Ni wakati mwingine tena, mtazamaji wa Zone Media, tunakutana hapa kujuzana yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa. Sasa timu ya Irani yaondoka Uswizi baada ya mazungumzo ya saa 18 na Marekani. Timu ya juu ya mazungumzo ya Irani imeondoka nchini Uswizi na kurejea Tehran baada ya kukamilisha mazungumzo ya kina yaliyodumu kwa saa 18 na wajumbe wa Marekani, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Iran. Ujumbe wa Irani uliongozwa na spika wa bunge Mohammad Bagheri Ghalibafu pamoja na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi. Pia ulijumuisha gavana wa benki kuu Abdulnasir Hemati, naibu waziri wa mafuta Hamid Burdi na mtaalamu wa mazungumzo ya nyuklia Ali Bakri. Kwa mujibu wa mashirika ya habari ya Iran ISNA na Tasnim, licha ya viongozi hao kurejea Tehran, timu ya wataalamu wa kiufundi bado imebaki nchini Uswizi. Timu hiyo inaongozwa na naibu waziri wa mambo ya nje Kazim Garibabadi na itaendelea na mazungumzo ya kiufundi kuhusu makubaliano ya maelewano ya Islamabad Memorandum of Understanding MOU. Kuendelea kwa mazungumzo ya kiufundi kunatazamwa kama ishara kwamba pande zote mbili bado zina nia ya kusonga mbele katika utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa katika ngazi ya kisiasa, huku masuala ya kitaalamu yakipewa nafasi ya kujadiliwa kwa kina kabla ya hatua nyingine kuchukuliwa. Sasa baada ya mazungumzo ya takribani saa 18 ambayo yalifanyika siku ya hapo jana kati ya ujumbe wa Marekani, ujumbe wa Irani pamoja na wapatanishi wakuu Pakistani pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Qatar Mohammed Abdulrahman Al Thani, na mazungumzo hayo ambayo yalionyesha wazi kwamba kuna harakati chanya za kupatikana kwa amani ya kudumu kati ya Marekani pamoja na Irani. Hatimaye timu hii sasa imeamua kuondoka moja kwa moja kutoka nchini Uswizi kuelekea huko Teherani nchini Irani, ambapo iliongozwa na spika wa bunge Mohammad Bagheri Ghalibafu, waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi pamoja na gavana wa benki kuu nchini Iran Abdulnasir Hemati na naibu waziri wa mafuta Hamid Burdi na mtaalamu wa mazungumzo ya nyuklia Ali Bakri. Yote hiyo ni kutekeleza lile jukumu la kuzungumzia masuala yote nyeti katika mazungumzo haya ambayo yanatarajiwa kuleta amani katika ukanda wa Mashariki ya Kati kwa ujumla. Walichokubaliana ni kwamba ni kuendelea kwa mazungumzo zaidi kati ya pande hizo mbili chini ya upatanishi wa Pakistan pamoja na Qatar, ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa katika mkao sahihi na mwisho wa siku mambo yanakuwa sawa sawia. Basi mtazamaji wetu, kwa kuwa sisi kama kawaida yetu ni kuweza kukujuza yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa, cha msingi ni kuweza kuwa karibu nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare. Utakwenda kufahamu yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa wakati wowote, muda wowote, saa 24.